wa Kenya ya kwamba tuwache kusumbua Mungu na ombi zingine mingi. Mungu sahi yako busy, Mr. Speaker. Mtu baada ya kwa hapa anasumbua Mungu na maombi ati yo Kalonzo kwa president 2027, Mr. Speaker. Mungu yako busy anashughulika na ukina Raila, bado anawasumbua huko mbinguni. Ya kwamba nani aleneoa. Wewe bado uko Jakaranda hapa kwa kuonia unasumbua Mungu na maneno mingi ati Kalonzo kwa president 2027. Mimi sijakataa kusupport Kalonzo 2027. Ni mzuri sana. Lakini kwa wale wenye wanasupport Kalonzo kuwa president 2027, muko na kazi ya ziada, Mr. Speaker. Muko na kazi ngumu, Mr. Speaker. Kwa sababu, Mr. Speaker, huyu Kalonzo Musyoka ikifika 2027, ikibaki 3 weeks to election, nyinyi kama wafuasi wake wenye wanataka Kalonzo akuwe president, mshike Kalonzo mkue na yeye hapa na hapa. Msimwachilie nafasi. Kwa sababu Kalonzo tumeona tabia yake. Kalonzo ni mtu ambaye Raila amepanga kila kitu naenda kuapisha Raila Uhuru Park. Kalonzo alipotea wiki mbili. Kurudi akasema nilikuwa nimezuiliwa na chief, Mr. Speaker. Kwa hivyo mumshike mkono, Mr. Speaker. Kitu ya pili, Mr. Speaker, nimesikia hapa mtu anasema ati Kalonzo amesimama na Raila sana. Ati sisi pia turudishie Kalonzo mkono. Sijakataa kurudisha mkono, lakini tunarudisha mkono. Sisi Kalonzo alitupea nini? Tulipata nini, Mr. Speaker? Sisi hakuna kitu ya tulipata. Na Mr. Speaker, wanasemanga first come first serve. Mr. Speaker, huyu William Samoei Ruto ndiye alinikopa deni ya kwanza 207. Kalonzo alisimama nani? Ruto alisimama na mimi akanipea nikakuwa prime minister. Huyu Ruto akaniendea mpaka Hague, Mr. Speaker. Si huyu Ruto anafaa kulipwa kwanza ndio nilipe Kalonzo Musyoka. Kwa sababu Kalonzo Musyoka, Mr. Speaker, 207 Raila anafaa kutangazwa, Kalonzo ashaungana na nani? Na Kibaki. Yeye ndiye alifanya vijana wetu wakauliwa, Mr. Speaker. Tena juzi Raila amepanga anaenda kuapishwa, Kalonzo tena akapotea, Mr. Speaker. Kwa hivyo mimi nataka kuambia wafuasi wa Kalonzo Musyoka ya kwamba as much as mna support Kalonzo, ikibaki 3 weeks to election, mshike Kalonzo. Na mimi Kalonzo Musyoka kusema tu kweli na si matusi, Kalonzo hajawahi ni convince kuwa president. Ndio Kalonzo wa convince kuwa president. Shikeni Kalonzo, mumulete hapa Jakaranda, mumweke kwa super drum, mupige tiaga tano na mfunike juu. Akitoka hapo juu kama hajalea, Kalonzo ametosha kuwa president. Lakini kama mjafanya hivyo, Kalonzo hajatosha, kwa sababu anaweza toroka anytime, Mr. Speaker. Mr. Speaker, mimi najua ile kitu ambayo inaendelea hapa Kenya. Watu wanatuchokoza ya kwamba Kalonzo kuwe president, sijui Kalonzo kuwe nini. Kwa sababu gani, Mr. Speaker? Wanataka tu ati sisi Wajaluo tusimamishe president. Hiyo ndio uchokozi yenye iko hapa Kenya. Na sisi pia ni wajanja. Hatusimami raundi, hatutaki president. Raundi dawa yenu ni huyo Ruto tu. Huyo ndio dawa yenu. Huyo ndio tunawapea, alafu sisi tunasimama nyuma yake hivi tuone nani anakuza Ruto. Huyo ndio dawa yenu. Kwa sababu gani? Sitaki swali, Mr. Speaker. Mr. Speaker, hizi maneno zinasemwa hapa ni sisi tunachokozwa. Wanasema Kalonzo president, Rigathi Gachagua president, ndio Jaluo pia sisi pia tuseme ati sijui nani president. Sisi naondia tusemi Jaluo president, Jaluo asimami, ni huyo Ruto tu. Kwa sababu gani, Mr. Speaker? Sisi tunasimama tunanyang'anywa. Tunasimama tunanyang'anywa. Raundi kama mnataka Wajaluo asimame president, lazima muatushwe vitu mbili. Mukitaka tukue president, mtusanyie ID za Wakamba zote. Mtuweke kwa Uhuru Park. Mupee Kalonzo pelekeo Burudinga Bondo. Musanye kura ya Mount Kenya, ID za Mount Kenya. Muweke kwa Kiondo. Mupeleke Burudinga na msihesabu. Zikuwe 4.5 hizo kura zao zote. Mupeleke ndio tutasimama. Lakini mambo ya kudanganywa ati Jaluo simame president. Ikifika siku ya kura, hata Martha Karua kutupigia kura. Polling station yake hatukupata kura moja. Huyo ni mama mkora sana, Mr. Speaker. Mama mkora sana. Alikuja kwetu kama anavaa longi. Sisi tukamfaliza sasa anavaa dera kama Mkongo. Na tukupata hata kura moja kwa polling station yake. Kwa hivyo, Mr. Speaker, hiyo ni ukora tuwezi kubali. Mr. Speaker, Mr. Speaker, nimesikia mtu ameleta mada hapa. Jalango. Mr. Speaker, nimesikia mada, jamaa ameleta mada hapa
ati Ruto alisema ati watoto waende shule bila uniform. Mr. Speaker, Ruto akisema hivyo amesema uongo gani? Amesema uongo gani? Hii Kenya kuna zile shule ambayo watoto wanaenda na suti na zina perform. Kuna hii shule inaitwa nini? Inaitwa Bukwot. Inaitwa Brookhouse hapa. Watu wanaenda na suti na watoto wana perform. Kwanza hiyo ndio shule inatoanga number 1. Mr. Speaker, kuna mwemba hapa wa bunge hapa. Alienda na nguo kama hii. Akafanya mtihani Nuru Okanga. Akapata 401. Mr. Speaker. Sasa nyinyi watoto wenu umejua Mr. Speaker, Ruto anawatakia mazuri. Ruto anawatakia mazuri. Zile shule ambayo watoto wanaenda na suti, nguo za nyumbani, hizo shule zina perform. Zile wale watu ambao wanafanya mtihani na nguo ya nyumbani, example iko tu hapa na bado watu waoni. Nuru Okanga alifanya mtihani akiwa na nguo kama hii. Alipata 401. Na hajawahi somea nursery, hajawahi somea class 2, hajawahi somea class yoyote. Na alipata 401. So nyinyi pia ambieni watoto wenu wasiende na uniform. Kwa sababu kwanza hizo uniform zinatuletea shida. Mtoto anavaa uniform, Mr. Speaker, shule ikifungwa anavaa nguo ya nyumbani. Ukimwangalia hivi unapata ni msara mkubwa. Unamkatia. Ukishaenda na yeye, Mr. Speaker, akishapata mimba, mama yake anakustaki unaenda kotini. Ukipelekwa kotini unaona msara sana kwa na uniform, Mr. Speaker. Kwa hivyo Ruto akisema watoto waende nguo za nyumbani hajakosea, Mr. Speaker. Hiyo ni kitu mzuri sana. Mr. Speaker, nikimalizia, kuna mambo hapa nimesikia ati Ruto anataka kuuza shares za Safaricom. Mr. Speaker, hiyo ni mada ambayo inataka watu wa kuongea Kisongo. Hiyo ni mada inataka Kisongo, Mr. Speaker. Lakini mimi kinaweza sema Ruto, mimi sijawahi ona president mwenye anafanya kazi mzuri kama Ruto. Kama ni hiyo Safaricom inaweza uswa ili Jaluo ajengee affordable housing, Ruto usa kila kitu Kenya. Yes. Mr. Speaker, Order members. Order, Mr. Speaker. Mr. Speaker, mimi nataka kusema hivi. Watu wanasemanga mimi napiga siasa ya ukabila. Kama mnataka kunimaliza kwa ukabila, endeni kwanza msike Yesu. Kwa sababu hata Yesu aliulizwa wewe ni kabila gani? Akasema yeye ni Myahudi. Mr. Speaker, mimi ni Mjaluo na natetea Wajaluo. Kama hii Safaricom inaweza fanya Ruto uze ili Wajaluo wajengee affordable, Ruto mimi nakupea ruhusa leo. Uza kila kitu yote. Mahali usiuze ni vitu mbili Kenya. Usiuze bunge la mwananchi Karanda katika Kenya. Na usiuze country bus mahali Mjaluo na Mluhya anapandia gari akienda nyumbani. Lakini Mr. Speaker, hata hiyo country bus bado unaweza uza. Si mimi naweza pandia gari Uthiru nikiendanga. Mr. Speaker, tuache mchezo. Mr. Speaker. Mr. Speaker, mimi niko kwa mada. Si mada ilikuwa Ruto anataka kuuza shares za Safaricom. Na ndio mimi naambia Ruto auze kila kitu. Mahali asiuze tu ni katikati ya gunia. Mahali naongea Kisongo haionekani. Na pia asiuze country bus, na country bus anaweza naweza pandia gari Uthiru nikiendanga, Mr. Speaker. Kwa hiyo mimi niko kwa mada. Mr. Speaker, mimi nikimalizia, watu wenye wana support Kalonzo Musyoka, mimi naye nishaingia kwa winning team. Mimi na support William Samoei Ruto. Kwa sababu William Samoei Ruto, mimi najua ile siasa ambayo inaendelea. Huyu Kalonzo tunasukumiwa tu kama puppet. Mtu mwenye anataka kusimama ni ule mtu wa juu pale. Ule mtu ndio mimi najua. Na ule mtu ni more dangerous hata kusinda Simba, Mr. Speaker. Umejua Mr. Speaker, mimi Kalonzo naogopa kwa sababu anasimama na Rigathi Gachagua. Lakini Rigathi Gachagua mimi namuogopa kwa kila kitu. Namuogopa na mavazi yake, naogopa sura yake, naogopa kila kitu ya Rigathi Gachagua, Mr. Speaker. Kwa hiyo Mr. Speaker, tuchungane na Rigathi Gachagua. Kuna announcement moja nitakupea. Announcement moja. Nani